kawaida, ni urafiki wa kina. Jambo la tatu ni kwamba ndoa ni kati ya watu waliokomaa kimwili na kiakili. Ndio maana ndoa za watoto wadogo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Watoto hawafai katika ndoa. Watoto hawafai kuwa na mahusiano yanayopaswa kuwa ndani ya ndoa, maana hawajakomaa kimwili, hawajakomaa kiakili, hawajakomaa hata kimahusiano, hawapaswi. Ndio maana tunawaongoza watoto kuambia, subirini, maisha ya ndoa ni kwa watu waliokomaa. Tambua hili. Jambo la nne, ndoa ni mahali pekee salama kwa tendo la ndoa. Mungu ameweka tendo la ndoa, ameliumba, ni jambo zuri, lakini ana mahali pake, ni ndani ya ndoa. Sio vichakani, sio barabarani, sio ndani ya gari, sio mahali pengine, ni ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa ndipo mahali pa kuacha na kuambatana, kama kile alichokisema kitabu cha Mwanzo kwamba nao si wawili tena, watakuwa mwili mmoja. Mahali hapa ndipo pa kukatia kiu ya tendo la ndoa. Ni ndani ya ndoa tu na si vinginevyo. Mungu ndiye ameumba kiu ya tendo la ndoa, kama alivyoumba kiu ya maji. Unapokuwa na kiu ya maji, unakunywa nini? Unakunywa maji. Hunywi mafuta ya taa, wala hunywi mafuta ya kupikia. Unakunywa nini? Maji. Na kwa hiyo Mungu akaumba maji kukata kiu ya maji, na hivyo ameumba ndoa kukata kiu ya ndoa. Tendo la ndoa linapofanyikia nje ya ndoa linaitwa uasherati, linaitwa uzinzi. Ndipo Wakorintho wa kwanza fungu la sura ya 7 fungu la 2 anasema kwamba kila mtu na awe na mke wake mwenyewe au mume wake mwenyewe. Ndivyo anavyosema. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe, vinginevyo ni uzinzi. Jambo la 5, ndoa ndio mahali